Na mtazamaji wa Faruku Online TV, ikiwa serikali hapa nchini inaendelea kuboresha mazingira na kusogeza huduma ya maji karibu na wananchi, hali sio shwari kwa wananchi wa kata Mkunwa iliyopo halmashauri ya Mtwara hapa mkoani Mtwara, ambapo hapa wanaelezea changamoto ya upatikanaji wa maji. Kwa muda mwingi maji haya wanayapata maji ya kuokota. Je, hali halisi ipo kwa namna ipi? Tumezungumza nao hapa kuweza kufahamu kile ambacho wanacho kutokea hapa kijiji hiki cha Mkunwa. Mimi naitwa Dadi Mahmudu Mganda, mkazi wa halmashauri ya wilaya Mtwara vijijini, naishi kijiji cha ujamaa Mkunwa kata kijiji na Chua. Mimi na changamoto ambazo nataka kuzielezea hapa. Changamoto tulionayo ya kwanza, tulipo hapa tuna tenki hapo ya maji nyuma. Tenki hapo haingii maji siku zote hizi. Na ukiona unaweka maji basi kuna mgeni anakuja, sijui mkurugenzi, mkuu wa wilaya, sijui mkuu wa mkoa. Pakija waziri atatoka maji siku moja, kitoka hapa maji yatakata, hayatokei tena. Kwa majina naitwa Juma Hamisi Chinkawene, mkazi wa kijiji cha Nachua kata ya Mkunwa. Kwa kweli siku za awali baada ya kuweka miundombinu kulikuwa na vidungu kama sikosei vile vibanda 5 ama 4, lakini kwa sasa hivi 2 vimekufa vinavyosaidia sasa kutoa maji 2, lakini hata hivyo 2 vinavyotoa maji pengine inaweza kuchukua mpaka wiki 3, na hata kama hayo maji yakitoka haichukui muda mwingi. Hilo tunapata adha sana. Maji tunapata bondeni, maji ya kuokota. Ni mkazi wa kijiji cha Mkunwa. Hiyo changamoto ya maji ukija kuiongelea, hilo ni swala mama sana, kutokana na shida ambayo tunayo ya maji ni ya muda mrefu sana, na hatuwezi kutambua kwa tatizo ni nini. Maana bado nikiongelea kwa maji tunapata, kuna watu wametoboa hapa kijijini maji, lakini upatikanaji ni shida. Unakwenda unakinga ndoo 5 kidogo yanakata, na kuna maji ya kuokota ambaye yanatumika, ambayo usalama wake ni mdogo hayo maji, lakini kutokana na shida bado yanatulazimu tuyatumie. Kwani hamna miundombinu ambayo imejengwa na serikali? Miundombinu ipo ambayo imejengwa na serikali, ambayo iko Mbuo, hiyo miundombinu ambayo inasambaza kwenye vijiji ambavyo visivyopungua zaidi ya 6 au 7. Kwa hiyo bado wanatunusa tu, siku moja yanatoka yanakata, siku moja yanatoka yanakata. Tumebisha hodi kunako ofisi za mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira mjini Mtwara, Mtwasa, ili kuweza kujua kwa kiasi gani changamoto hiyo wanaifahamu na lini itaendelea kutatuliwa ili wananchi hawa waweze kunywa maji safi na salama. Hapa kaimu mkurugenzi wa Mtwasa anaeleza mipango mikakati ya serikali kwa maeneo haya ambayo pia yana changamoto ya upatikanaji wa maji. Kwa jina naitwa Engineer Edgar Magava, ni meneja uzalishaji na usambazaji maji mamlaka maji safi na usafi wa mazingira mjini Mtwara, Mtwasa, lakini kwa sasa ni kaimu mkurugenzi mtendaji. Tuna changamoto kwa maeneo ya Mtwara vijijini ya hali ya upatikanaji wa maji, na tumekuwa na changamoto hiyo kutokana na kwamba eneo letu la Mtwara vijijini linakuwa kubwa sana. Kuna uwekezaji mkubwa ambao unafanyika maeneo hayo, ukiwepo ujenzi wa viwanda, lakini pia kuna ongezeko kubwa la watu kwenye hayo maeneo, kiasi kwamba kile chanzo chetu cha maji ambacho tunacho cha Mbuo kinaelemewa. Kwa utakuta idadi ya watu ni wengi au watumiaji ni wengi, tofauti na hali halisi ya uzalishaji wa maji. Sasa kwa maeneo hayo yote tunachokifanya kwa sasa, wanapata maji kwa mgao. Kwa hiyo unakuta labda tunawapa na Mgogoli, baada ya siku 2 tunawapeleka Likonde, baada ya siku 2 tunawapeleka Mkunwa. Lengo kubwa ni kuhakikisha watu wote wanapata ile huduma ya maji japokuwa yapo kidogo. Lakini sasa kutokana na changamoto hiyo, serikali imeona na ishafanya upembuzi muda mrefu kupitia mamlaka ya maji na usafi wa mazingira Mtwara, Mtwasa. Serikali inatekeleza mradi mkubwa kwenye eneo hilo. Mradi huo una lengo kubwa moja la kuboresha chanzo chetu cha maji cha Mbuo. Kuongeza visima. Kwenye eneo hilo tutajenga tenki kubwa la lita 1,000,000 pale eneo la Likonde. Lakini pamoja na hilo tutakuwa na usambazaji wa mabomba kutoka kwenye chanzo kwenda kwenye hilo tenki, lakini kutoka kwenye tenki kwenda Mkunwa,
kwenda kurudi msijute. Lengo kubwa la hilo tenki ni kumaliza kabisa tatizo lile la mgao ambao linaendelea kwa maeneo hayo. Kwa hiyo mradi huu unatekelezwa na mkandarasi yupo, na mpaka sasa kuna baadhi ya bomba mita kama 300 nazo zimeshafika ziko site na mkandarasi anaendelea. Kwa hiyo utekelezaji wa mradi ukikamilika, tunatumaini maeneo hayo yote yatakuwa na hali nzuri ya huduma. Lakini kwa sasa tunatoa maji kwa mgao kwa maeneo hayo kulingana na uhitaji, kulingana na uzalishaji wetu wa maji tuliokuwa nao kwa sasa. 29. Mradi kwa ujumla ni bilioni 29. Tumekwisha fika tamati juu ya taarifa hiyo. Mimi naitwa Faruk Munyani. Hii ni Faruk Online TV. Bye bye.